Tunamuona bwana Alidadi akiwa ametoka kuzungumza na mdogo wake Najma na kurudi kwa mke wake kuitwa Jojo. Na Jojo baada ya kumuona bwana wake kuitwa Dadi alimuuliza, "Watokea wapi wewe?" Lakini mambo ya kuitwa Dadi alimjibu mkewe au mpenzi wake kuitwa Jojo kwa kwamba nimetokea kuongea na mdogo wangu Najma kuhusu swala lake zima la ujauzito. Bibi kuitwa Jojo alimuuliza, baada ya kumuuliza amesemaje? Mambo ya kuitwa Dadi alimjibu mpenzi wake kwa kwamba Najma amekataa kwa kwamba ule ujauzito sio wa zenu, lakini ni ujauzito wa mambo ya kuitwa Charo. Mpenzi wake wa kuitwa Jojo alimuuliza, kwa hiyo una mpango gani sasa kuhusu hawa ambao wameleta taarifa? Alichojibu ni kwamba mimi nataka niwape taarifa kwa kwamba ujauzito sio wao na ujauzito ni wa Chado, na kwa sababu Chado ndo kamtia ujauzito mdogo wangu, mpango wangu mimi ni wao wawane, Chado afunge ndoa na mdogo wangu. Bibi kuitwa Jojo alimjibu mpenzi wake kuitwa Dadi na kumwambia, kwa hiyo kiza tu kamtia ujauzito mdogo wako ndo nataka afunge ndoa. Lakini hapo unapokumbuka Dadi kwa kwamba mara mwisho Chado wakati amekamatwa na pelekwa kituo cha polisi alikataa kata kwa kwamba ujauzito huo sio mali yake. Why leo Najma anasema mimba ni yake, na wewe bila kufanya uchunguzi unataka kurupuka tu na kuambia hawa upande wa kina Zeni kwa kwamba mimba sio ya mjomba wao, hali ya kuwa Chado ashekukana huu ujauzito. Kwa nini usifanye uchunguzi kwanza? Lakini hapo tu mjomba wake na Zeni aligonga mlango na kufika na kuuliza vipi. Lakini hapo mama wa kudada alimjibu kwa kwamba leo una bahati, kwa sababu huyu alisema leo hata kumwagia maji, kumwagia tindi kali na kuharibu kabisa sura yako. Mjomba wake na Zeni alijibu, hii familia inaonekana kila siku inaonekana ameishi kama vile Vietnam. Nilihisi mimi siku ile tunakuwa na changamoto kumbe kila siku. Lakini yote akapita. Bibi Jojo akajichekesha pale na kumkaribisha mjomba wake na Zeni, na mjomba wa Zeni aliuliza, vipi mmefikia wapi? Lakini mwamba kuitwa Dadi alimjibu mjomba wake na Zeni kwa kwamba ujauzito sio wenu na ujauzito ni wa Chado, na dada yangu amethibitisha hivyo, na mhusika wa mimba ni mwamba kuitwa Chado. Lakini mjomba wake na Zeni hakulizika na aliuliza, inawezekana vipi hii wakati mimi nimepewa taarifa na bibie na nimepewa taarifa kwa kwamba ujauzito ni wa nani? Ni mjomba wangu Zeni. Inakuwaje leo hii tena msemo ujauzito sio wa Zeni? Mbona kama vile ni maajabu fulani. Nimepewa taarifa na bibia kuitwa Swaumu na akampigia mjomba wangu Zeni kumwambia kabisa kwa kwamba ujauzito ni wake, na bibia Swaumu ana ushahidi yote. Inakuwaje leo hii mimba Najma anasema ni ya Chado? Alidadi alistaajabu, lakini alimjibu mjomba wake nadhani kwa ukali kwa kwamba mzee, mimi nishakujibu kwa kwamba ujauzito sio wenu, naomba uondoke. Full stop. Lakini baada ya mambo kuondoka, bibia kwa Jojo alimshauri mambo ya kuitwa Dadi kwa kwamba mnenda kwa Swaumu ukapata ushahidi. Lakini mambo hakuchelewa, alimfuata Swaumu na kumuuliza inakuwaje, lakini Swaumu alifika na ngatakata maneno na kutoa jibu sahihi. Lakini mwamba alimpa onyo kali na akamwambia, mdogo wangu akipata tabu yoyote nikaja kugundua Swaumu sio jambo lolote la kufanya kitu kibaya, au kwa sababu anakuzidi uzuri, au unahisi mdogo wangu akiwa single mama, utafaidika na nini wewe Swaumu? Kwa nini tangu mwanzo tatizo uenda uchazo na mpaka sasa hivi unaingia katikati ya mahusiano na mdogo wangu? Utaki kuona mdogo wangu akiwa na furaha? Swaumu akawa amepewa onyo kali kama hivyo. Lakini tukitoka hapo nakutana na mambo ya kuitwa Chado na bibia kuitwa Najma wakiwa hospitali bwana, wakiwa kliniki, wanapewa maoni au wanashauriwa kuhusu ujauzito, na mambo yanaenda vizuri, wakashauriwa vitu vingi, na mambo kuitwa Chado akapewa mambo yake sana wa kujitoa na kwenda kliniki, kwa sababu ni vijana wachache sana kwa sasa ambao wanaweza kwenda kliniki na wapenzi wao. Lakini hapo kumbuke kwa kwamba ujauzito sio wa mwamba. Lakini pale wakati wanatoka walikutana na mambo kuitwa Cheusi Media. Cheusi Media aliogopa na kumgoya sana mambo kuitwa Chado, kwa sababu tayari walishaita na noma na daiwa 400, na hapo aenda kumuona mambo kuitwa Bonge kwa sababu tayari ameshakandwa na mambo kuitwa Chado Master. Tukiachana hivyo, kabla ya mambo kuitwa Cheusi, kabla yani ile njiani ya safari ya kwenda hospitali, alikutana na mwalimu na akapewa issue kuhusiana kwa nini kwanza akajua kwa nini kuonekana kwa muda baada tu ya Kigoma. Lakini Cheusi alielezea Kigoma kilipomletea shida na matatizo, na mpaka sasa anadaiwa 400. Lakini pale mwalimu alisema, mbona mimi nilitoa mchango, nilichangisha nikampa mzee Uchumi Kuyumba. Why leo unakuja kusema unadaiwa na mchango wangu nilitoa? Cheusi ameondoka pale akiwa na kisasi na anataka baada ya hapo aende
akamtafute mwamba, wakuta mzee wa uchumi umeyumba ili apate pesa zake. Na kuaje yale pesa na yeye hajapata chochote. Lakini tukiachana na hivyo, mwamba kutoka Chado baada ya kutoka hospitali, mahaba kede na mpenzi wake kuitwa Najma wamefika nyumbani ili wapo tu kwenye furaha na kuulizana na kuonekana kumhoji mpenzi wake kuitwa Najma kwamba ulikuwa na pressure labda kuhusiana na kupima ukimwi ni nini hapa na hapa na pale. Mlango uligongwa, lakini Najma baada ya kufunga mlango na kufunga akaubamiza kwa nguvu na kusema kaka amekuja, na story yetu ikaishia hapo. Lakini kwanza kabla tujaendelea sana au kabla huja scroll video hii, bonyeza neno subscribe kwa kuonyesha ishara ya upendo, comment, share. Kama unataka tuongeze dakika episode ifuatayo, tuambie na tuharakishe kutoa, tuambie kwenye comment hivyo. Lakini usisahau kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele kupata notification zetu tutakapoachia kazi kwa wakati. Yes, we RJ Mboje ma story hapa tena.